Muslim na Sahih Bukhari kuonesha kwamba hivyo ndivyo alivyokuwa kiitakidi Imam Ali juu ya watu hawa wawili. Sasa kama mtu anamuona mtu mwingine ni muongo au ni khain au ni muovu, vipi aweza akamkubalia kwamba awe ni kiongozi wake? Ni jambo ambalo lisilowezekana. Kwa hivyo tutaweka ushahidi huu inshallah kumbini kuonesha kwamba Imam licha ya kwamba alidai haki yake, bali hakuwa akiwaamini Abubakar na Umar kwamba ni viongozi ambao wanafaa kuongoza Waislamu, wala ni viongozi ambao wanafaa hata kuchukua dini yao. Na ndio maana yake tunaona leo wenzetu wanapokuwa wakifuata fatwa ambazo ziko kinyume na Qur'ani na Sunna, na staajabu, lakini si jambo la kustaajabu ikiwa mtu amewafuata makhalifa waliokuwa si waongofu, makhalifa ambao hawakuchaguliwa na Mtume, makhalifa ambao walichukua uongozi kwa nguvu, hawana uwezo wa kuongoza watu. Ndio kama hayo mambo anazungumza, walikuwa katika hira, walikuwa katika ghamra, katika ujahili ambao usio mithilika. Kwa hivyo si ajabu kuona wenzetu hawa watapokuwa wakifanya ibada zao au kwenye akida zao utakuta kuna inhirafat, kuna mambo ambayo hayaeleweki, kuna mambo ambayo yako kinyume na Qur'ani na Sunna sahihi za Mtume. Kwa hivyo tuoneshe kwenye vitabu vya Ahlus-Sunna wal Jamaa wapi Imam Ali alikuwa akiwaona watu hawa wakiwa ni waovu au waongo au ni watu ambao wana khiana. Naam. Kwa hivyo riwaya nitaitoa katika kitabu al-Jihad was-Sayr kwenye Sahihi Muslim, na sitoisoma riwaya nzima kwa sababu ya wakati, lakini nitaiweka riwaya nzima katika kitabu kumbini ili kila mtu aweze kuisoma vizuri na kuiona yeye mwenyewe. Mimi nitasoma zile mahali shahid. Naam, anasema rawi alimwambia Umar bin Khattab katika ukhalifa wake, haya mambo yalitokezea katika zama za ukhalifa wa Umar, halaka fi Abbas wa Ali, waruhusu kina Ali na Abbas? Qala naam, akasema ndio. Kwa hivyo Imam Ali na ami yake Abbas waliingia katika nyumba ya Umar wakati yeye ni khalifa wa Uislamu. Faadhna lahuma, akawapa ruhusa kuingia. Faqala Abbas akasema, ya amir almu'minin, iqdi baini wa baina hadha alkadhibu alathimu alghadiru alkhain. Hii ni riwaya ya Ahlus-Sunna wal Jamaa na haiwezi kuwa ni hoja kwetu sisi, lakini tunaangalia ile mahalu ambayo ni shahid. Faqala alqawm ajal ya amir almu'minin faqdi bainahum wa arihum, ewe amir almu'minina, wa hukumu, fanya hukumu baina yao na wape raha, wajue nini utatuzi wa swala lao. Faqala Malik ibn Aus yukhayyalu la annahum qad kanu qaddamuhum lidhalik, inaonekana kwamba walikuja kwa jambo hilo. Faqala Umar, akamwambia Umar, njoni anshudukum billahi, na kushuhudisheni Mwenyezi Mungu, alladhi biidhnihi taqumu as-samaa wal ardh, ambaye kwa idhini yake mbingu na ardhi zinasimama au zinatengamaa. Ataalamuna anna Rasulullah qala la nurathu wa tarakna sadaqa, mnajua kwamba Mtume akasema haturithiwi, tulichokiacha ni sadaqa. Qalu naam, hadithi inasema wakasema ndio.